Job lakini pia Butwari Bumsheri pamoja na Dickson Job wenye wapitabasamu yao leo wamekuja kuunga mkono Mwamnyeto Foundation hapa Mkwakwani Tanga. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa, alhamdulillah, mambo mazuri. Mungu mwema. Kwa kile ulichokishuhudia hapa Mkwakwani una nini cha kuzungumza? Kwanza nawapongeza Mwamnyeto pamoja na mwenzie Gift na kamati yao nzima ambao wameandaa tamasha hili, na ni tamasha la hisani. Hiki ni kipindi ambacho wachezaji wakishamaliza msimu na kuwa ni wakati wa kurejesha kwa jamii, na nadhani wanafanya kazi nzuri so far. Kwa sisi kama wapitabasamu tumekuja kuwasupport ndugu zetu ambao nao wamekuwa wanatusupport kwa miaka yote mitano ambayo tumekuwa tunafanya. Kwa hiyo tuliona kuna tija kubwa sana kufika kwa wingi wetu, kwa sababu ratiba nayo ilikuwa imeturuhusu kufika. Tunatamani kumsupport kila mmoja ambaye na sisi anatusupport, lakini tumefanikiwa kufika hapa leo, na ndio maana naona tumefika kwa wingi. Hawa wako hapa hawajacheza lakini wamefika, mimi nimefika, Kibwana ameshiriki kwa kucheza kabisa. Kwa hiyo kwa ujumla wapitabasamu tunawiwa au tunatamani kumsupport kila mtu ambaye anatusupport, kwa sababu jambo la hisani ni jambo la kuungana mkono kwa pamoja. Wao wanatusupport sisi kusaidia jamii ambayo iko kwetu, na sisi tunakuja kuwapa wao support kusaidia jamii yao kwa umoja wetu, kwa sababu hatuwezi kufikia kila mtu, lakini kila mtu anapofanya mahala pake na anaposupportiana, maana yake ndio kwa pamoja tunafikia halaiki kubwa ya watu au maeneo makubwa ya taifa letu kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo inafanywa na wao na sisi pia kwa pamoja na wengine wote ambao wanafanya mambo ya kijamii, ikiwemo na kina Mzizi ambao wamefanya Iringa pia. Kwa hiyo tuendelee kusisitizana na kuhimizana kwenye hii kazi, na kikubwa tuendelee kusupportiana kwa pamoja. Kuja kwenu ni message ya kwamba hili si la mtu, ni la jamii. Ni la jamii, kwa sababu mambo ya kijamii ni ya kijamii na mambo ya mtu ni ya mtu, au mambo ya timu ni ya timu. Sasa hili ni la kijamii. Kwa kama ni jambo la kijamii, ni kama vile unavyoenda kushiriki kwenye masuala mengine, sijui harusi, msiba, ambayo yote ni matukio ya kijamii, na hili pia ni moja wapo kati ya tukio la kijamii. Kama wao wanakuja kwetu, kwa nini sisi tusifike kwao? Kwa hiyo tumefika kwa umoja wetu kuhakikisha kwamba tunatoa support ya kutosha kama wapitabasamu kwenda kwa Mwamnyeto Foundation. Unaweza kumuuliza Abu Twari, protocol izingatiwe. Abu upo nyumbani, una nini cha kuzungumza? Kuhusu nini sasa? Kuhusu kile ambacho umekiona hapa Mkwakwani. Ni tukio zuri sana, na hii ni nzuri kwa sababu anaigusa jamii ambayo inahitaji kusaidiwa. Hata sisi tunafanya hivyo, wanatusupport. Sisi kuja kwa support kitu sio kama ni kitakuwa cha ajabu sana. Na sio kitu cha kama itakuwa ni ugeni. Kwa hiyo ni kitu kizuri na tunawapongeza, sababu sio kitu rahisi sana. Tunaelewa sio sababu tunafanya. Kwa hiyo tunajua ugumu ulipo. Kwa nawapongeza sana na waendelee na ili Mwenyezi Mungu azidi kuwapa nguvu. Pengine matukio kama haya yanaongeza nini kwenye career yenu ya kucheza mpira? Vitu vingi sana. Unaweza usione leo lakini kesho ukaona, na pia ni baraka. Mwenyezi Mungu anapenda watu ambao wanasaidia watu ambao wanahitaji. Pia sisi tunatumika katika mwaka mzima. Watu wengi wanatuombea, hatuwezi kumsaidia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo cha kufanya tunatafuta jamii, yani tunaenda katika sehemu ambazo zina mahitaji, na sio sehemu moja, tunagusa kila sehemu, kwa sababu ni watu ambao tunashia nao bila sisi pasipo kujua. Kwa hiyo kurudisha kwetu tunafanya hivyo. Diki, Bakari amekuwa ni mtu aina gani kwa kupitia foundation yake kwenye mchango wa maana kuamini kwenye foundation ile ya Wapitabasamu? Bakari amekuwa ni mtu muhimu sana, kwa sababu amekuwa akitusupport toka tunaanza kabisa kwamba tunafanya hili jambo. Bakari amekuwa mtu kutusupport, ni mtu muhimu sana kwetu, na kila wakati tunapohitaji ushirikiano basi tunamuomba na anaweza kushiriki na sisi pamoja. Kulikuwa kuna maneno kama hivi kwamba watu wanajaribu kulinganisha matamasha hivi na hivi na hivi. Kwa kweli binafsi kwanza unajisikiaje, lakini pia una nini cha kuambia watu ambao wanajaribu kulinganisha matamasha ambao lengo lake ni kurejesha kwa jamii? Mimi kwa upande wangu sioni kama ni kitu kizuri, kwa sababu matamasha kama haya ni matamasha ya kijamii, kwamba tunatakiwa kusupportiana, na level ambayo imefikia sio kwamba ya kusema kwamba labda huyu kafanya hivi huyu kafanya hivi. Hapana, kwa sababu hata sisi kitu kikubwa ambacho huwa tunakiangalia sio kuona tumejaza au sio kwamba tumefanya nini, tunaangalia tumeigusa jamii kwa kiasi gani au ukubwa gani. Kwa hiyo hilo ndio jambo la kujivunia, na kwa mwaka huu tuseme tunashukuru sana, tumegusa watu wengi na bado tunaendelea kugusa watu wengi. Kwa kweli binafsi kwenye ile Wapitabasamu ambayo imefanyika msimu pale Morogoro, unaamini imefikia kiwango gani kulinganisha na zile ambazo mlizifanya hapo awali? Kiuhalisia kwa mwaka huu kwenye jamii ambayo tumeigusa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo kwa nafasi yetu tunaona tumefanikiwa kwa 100% katika mwaka huu, kwa sababu tumefanya mamalishe ambayo tulianza kabla ya mchezo, lakini tukaja tukafanya wanafunzi mashuleni, tumeianza kabla ya mchezo, na mpaka kufikia siku ya mchezo kila kitu ambacho tulikuwa tumekiplani kwa 100% tulikuwa tushakifanya. Lakini bado tuna deni ambalo tunaanza kulifanyia kazi, ambalo hata sasa hivi ningekutolea simu yangu hapa kwa mfano
tulikuwa kuna mtu tunawasiliana naye, tuna plani ya kuanza kujenga vyoo, ambayo leo kuna mtu tulitoka kumwagiza kwenda kuangalia. Kwa mfano nadhani naweza mkaona hii hapa video, umeona alienda kufuatilia vyoo jinsi vilivyo na kuona kwamba vimefikia nini tunaanza kuona. Maana hii ni Morogoro pia, lakini ndani kidogo. Kwa hiyo kufikia labda wiki inayokuja tunaanza mchakato kwanza kujenga vyoo. Kwa hiyo kwa mwaka huu sisi kwetu tuko proud sana, kwa sababu tumefanya vitu vingi na tumegusa jamii kubwa kwa ujumla. Pichi hujacheza mkapasuliwa siku ile. Timu Kibwana nadhani siku ile ya kulala. Bwana, maneno mengi sana aliongea, lakini yote kwa sababu kiongozi nilikosekana uwanjani. Kuna changamoto huwa mnakutana nazo kwenye kuandaa matamasha kama haya? Kiuhalisia mimi nitakwambia kitu kimoja, yani kuandaa matamasha ni kitu kigumu sana. Sana. Sisi unaweza kukuta wiki mbili zile mpaka kuelekea siku ya tamasha. Yani kulala kwangu mimi kunakuwa ni shida sana. Unaweza kukuta umepumzika, unakumbuka kuna kitu fulani hatujafanya. Kwa hiyo inabidi tena ustuke, labda upige simu au ufanye mawasiliano yoyote ili kuweza kulitimiza lile. Kwa hiyo kuandaa matamasha yanahitaji nguvu kubwa sana, lakini yanatumia hela nyingi sana mpaka kuweza kukamilisha. Na utupe experience kidogo, siku ya tamasha husika, ukiwa kama mhusika, unakuwa kwenye hali gani? Nakuwa kwenye hali ya pressure sana, kwa sababu unajua ni kitu ambacho tunakuwa tumekiandaa kwa nguvu na mapenzi, alafu ukiona akiendi vile ambavyo wenyewe mnahitaji, basi kuna hali fulani unajua lazima utakutana nayo, yani kibinadamu lazima uweze kufurahia au uweze kupendezwa nayo. Kwa hiyo inakuwa inatuumiza, lakini mpaka tutapomaliza tamasha basi tunakuwa tupo kwenye hali fulani ambayo unaona okay, tulichokifanya tulichokipanga kimeenda vizuri na kimeisha. Sawa. Mwisho kabisa, kuumwa ni ibada, lakini sasa unajisikiaje comfortable kwa wewe kutembea, kufanya movement, unajisikiaje? Kwa upande wangu mimi niseme kweli namshukuru sana Mungu na najisikia vizuri sana, na ndio maana naweza kumove. Unaona kwa sababu mwanzo nilikuwa ni mtu wa kukaa tu na yani kwa siwezi hata hivi kutembea mara kwa mara, baada hapo mguu unakuwa unanisumbua, lakini sasa hivi maendeleo ni mazuri sana kiukweli, sana. Msije utarajie kukuona. Bila shaka 100%, Mungu akipenda. Kila la kheri. Asante sana.